Karibu tena kwenye mfumo wa Geek Domestic. Mimi ni mkufunzi wako mkuu katika chuo cha mafunzo ya kitaalamu cha mtandaoni. Leo tunaanza sura muhimu sana katika mafunzo yako, moduli ya 8, kusafisha vioo na mstari wa kioo. Katika vila ya kifahari, hali ya vioo ndicho kitu cha kwanza ambacho familia na wageni wao watatambua. Ukamilifu hapa hauna mjadala. Wakati kioo kikiwa safi kweli, inakuwa kana kwamba hakionekani. Inaruhusu uzuri wa mazingira ya ghuba kuungana na mambo ya ndani, ikitengeneza hisia ya nafasi isiyo na kikomo na anasa. Uwazi huu ni alama kuu ya mazingira ya nyumbani yenye hadhi ya nyota 5. Kioo chenye madoa, kwa upande mwingine, kinaharibu uzuri wote wa chumba. Katika dakika 14 zijazo, nitakuchukua kwenye safari ya kina kupitia sanaa ya utunzaji wa kioo. Hatutashughulikia tu namna gani, bali pia kwa nini. Utajifunza sayansi ya maji magumu, ufundi wa squeegee na tabia za kitaalamu zinazookoa muda na kutoa matokeo bora kila siku. Ujuzi huu utakufanya kuwa mtaalamu wa kiwango cha juu. Tuanze na zana zako. Squeegee ni chombo chako muhimu zaidi. Tofauti na kitambaa ambacho kinaweza kusukuma uchafu huku na kule, squeegee inatumia mpira sahihi ili kuondoa unyevu na uchafuzi kutoka kwenye kioo kwa mjongeo mmoja safi. Kuelewa mvutano na pembe ya chombo hiki ndiyo siri ya kumalizia kazi bila kuacha michirizi. Mtaalamu hukagua mpira wake kila wakati kabla ya kuanza. Hata mkwaruzo mdogo sana kwenye mpira utaacha mstari wa maji kwenye kioo. Tunaziita hizi ghostliness na ni adui wa ukamilifu. Ikiwa mpira wako si mkali na ulionyoka kikamilifu, lazima ubadilishwe. Kamwe usifanye majaribio na ubora wa vifaa vyako. Kinachofuata ni kitambaa chako cha kijani cha microfiber. Katika mfumo wetu wa rangi, kijani kila wakati kinamaanisha kioo. Vitambaa hivi vimetengenezwa kwa maelfu ya nyuzi ndogo zinazonasa vumbi na kung'arisha nyuso bila kuacha pamba. Ni muhimu kwa vioo vidogo, vioo vya mapambo na hatua ya mwisho ya kusafisha fremu na kingo. Kabla ya kugusa kioo, lazima ukariri kanuni ya dhahabu. Wengi wanaoanza hufanya makosa ya kupuliza dawa ya kusafishia moja kwa moja kwenye dirisha au kioo. Hii ni ishara ya mtu asiye na ujuzi. Kwa nini? Kwa sababu inatengeneza matone yanayotiririka nyuma ya fremu, ikisababisha uharibifu wa unyevu na kuacha alama ambazo huwezi kuzifikia ili kuzisafisha. Kila wakati shikilia kitambaa chako cha kijani na pulizia dawa moja kwa moja juu yake. Unataka kitambaa kiwe na unyevu sawasawa, lakini kisiwe kinadondosha maji. Hii inakupa udhibiti kamili wa matumizi ya kemikali. Kwa kulainisha kitambaa kwanza, unahakikisha dawa inabaki mahali unapotaka, kwenye uso wa kioo unachofanyia kazi sasa. Fuata njia hii ya kitaalamu kila wakati. Sasa tunaanza mbinu ya kitaalamu ya hatua 5. Hatua ya 1 ni maandalizi ya kimkakati. Zaidi ya kulainisha kitambaa chako tu, lazima ukague kioo. Angalia uchafu mzito kama mchanga au alama nene za vidole. Katika hali ya hewa ya jangwa ya Gift, mchanga unaweza kukwaruza kioo. Ikiwa kioo kina vumbi sana, tumia kitambaa kavu ili kufuta chembe-chembe zinazoweza kutolewa kwanza kabla ya kuanza. Hatua ya 2 ni kusugua kwa mzunguko. Tumia kitambaa chako cha kijani chenye unyevu kwenye kioo ukitumia shinikizo thabiti na la wastani. Tembea kwa miondoko ya mzunguko inayopishana kwenye kioo chote. Hatua hii si ya kufanya kioo kiwe safi mara moja, ni kwa ajili ya kuvunja mafuta, grisi na alama za vidole. Fikiria kama unalainisha uchafu ili squeegee iweze kuutoa kwa urahisi baadaye. Hakikisha umegusa kila sehemu. Zingatia sana pembe na maeneo yaliyo karibu na fremu. Hapa ndipo mafuta kutoka mikononi yanapokusanyika mara nyingi. Mtaalamu anahakikisha kuwa uso mzima unaguswa. Ikiwa utakosa sehemu wakati wa kusugua kwa mzunguko, itaonekana kama doa baadaye. Fanya kazi kwa utaratibu kutoka kona ya juu kushoto, ukifunika kila inchi kwa umakini mkubwa. Hatua ya 3 ni msukumo wa squeegee. Huu ndio moyo wa mchakato wetu. Weka mpira wa squeegee kwenye ukingo wa juu kabisa wa kioo. Shikilia mpini kwa udhabiti ukidumisha pembe ya digrii 30.
Pembe hii ni muhimu. Ikiwa ni mwinuko sana, mpira utatetemeka. Ikiwa ni bapa sana, utaacha maji nyuma. Isukume chini moja kwa moja kwa mjongeo mmoja laini na wenye mwendo wa kasi hadi chini kabisa. Hapa kuna tabia muhimu zaidi unayopaswa kujenga. Hefuta mpira wa squeegee ili uwe safi baada ya kila msukumo mmoja. Tumia sehemu kavu ya kitambaa chako cha microfiber. Kwa kuondoa maji machafu kutoka kwenye mpira, unahakikisha kuwa unaanza msukumo wako unaofuata kwa mpira safi na mkavu. Tabia hii moja rahisi inazuia 90% ya michirizi yote ya kusafisha kioo. Kamwe usisahau kufuta mpira. Kwa msukumo wako wa pili, weka squeegee juu tena, lakini hakikisha inapishana na msukumo wa kwanza kwa angalau sentimita 2 hadi 3. Kupishana huku kunafanya kazi kama eneo la usalama, kukamata unyevu wowote ambao ungeweza kuvuja kutoka kwenye ukingo wa msukumo uliopita. Sukuma chini tena kwa shinikizo lile lile thabiti. Unapaswa kuona kioo kikamilifu na kisichoonekana kikitokea nyuma ya mpira. Mchakato huu ni wa kuridhisha sana. Hatua ya 4 ni hatua ya mwisho ya kingo. Hata kama kazi yako ya squeegee ni nzuri kiasi gani, kiasi kidogo cha unyevu kitajificha kila wakati kwenye ncha za kioo karibu na fremu. Tumia kona kavu ya kitambaa chako cha microfiber ili kufuta kingo zote 4 kwa uangalifu. Hii inazuia matone kutokea baadaye na inahakikisha fremu zinabaki safi kama kioo chenyewe. Kujali maelezo madogo ni kila kitu katika kazi hii. Hatimaye, hatua ya 5, ukaguzi wa pembe ya mwanga. Kuangalia kioo kutoka mbele ni kudanganya. Mara nyingi michirizi haionekani kutoka kwenye mtazamo wa moja kwa moja. Lazima uinamishe kichwa chako na uangalie uso wa kioo kutoka upande, ukiruhusu mwanga wa chumba kuonyesha kasoro yoyote. Hivi ndivyo wafanyakazi wa kitaalamu wa nyumbani katika hoteli bora zaidi duniani wanavyohakiki kazi zao. Jifunze kufanya ukaguzi huu kila wakati. Ikiwa ukaguzi wako utaonyesha alama ndogo, usisafishe dirisha zima tena. Chukua tu kitambaa chako kikavu na usugue sehemu hiyo mahususi hadi itakapopotea kabisa. Lengo lako ni kioo kisionekane kabisa. Unapoweza kuangalia dirishani na usione kioo kabisa, hapo ndipo kazi inapokuwa imekamilika. Huu ndio kiwango cha juu cha ubora ambacho Geek Domestic System inakuhitaji uwe nacho. Tujadili kosa la kawaida: kusimamisha squeegee katikati ya kioo. Hii inatengeneza mstari wa mlalo ambao ni vigumu sana kuusugua ili upotee. Lazima uendelee na msukumo hadi mwisho. Ukianza juu, isukume hadi chini kabisa kwa mjongeo mmoja. Ukisita, maji yatatulia na kuacha alama. Mwendo na mdundo thabiti ndio zana zako bora hapa. Huwa na ujasiri katika msukumo wako. Vioo vya bafuni vinahitaji umakini wa kila siku. Katika vila yenye shughuli nyingi, vioo hivi vinatumiwa kila mara kwa ajili ya usafi. Kila asubuhi vinakusanya talsi za dawa ya meno, madoa ya maji kutoka kwenye bomba na mabaki ya spray za nywele. Haya yote ni madoa yanayohitaji usafi wa haraka kabla hayajawa magumu na kushikamana kabisa na kioo. Kuelewa hili ni muhimu kwa usafi wa kila siku. Dawa ya meno iliyokauka ni kama simenti. Ukisugua kwa nguvu, unaweza kuacha mikwaruzo ya kudumu kwenye kioo. Tumia mbinu ya kulainisha kwa dakika 10. Lainisha sehemu ya kitambaa chako, ibonyeze kwenye doa la dawa ya meno na uhesabu hadi 10. Unyevu utailainisha dawa hiyo, ikiruhusu ifutike kwa urahisi bila jitihada yoyote. Hii ndiyo njia ya kitaalamu na salama ya kuishughulikia bila uharibifu. Mvuke kutoka kwenye bafu ni changamoto nyingine ya kila siku. Ukijaribu kusafisha kioo chenye ukungu, unahamisha maji tu huku na kule. Subiri hewa safi iondoe mvuke huo, au kama lazima usafishe mara moja, tumia kitambaa kikavu kuondoa unyevu kwanza. Kidokezo cha kitaalamu: pendekeza kuweka squeegee ndogo ndani ya sehemu ya kuogea. Wanafamilia wanaweza kuitumia baada ya kuoga, jambo linalozuia mrundikano wa mabaki ya sabuni. Sasa tunashughulikia sifa nzuri zaidi ya vila nyingi za gifts: madirisha makubwa kuanzia chini hadi juu. Haya yanaleta jua la jangwani na mandhari ya bustani ndani, lakini ukubwa wake unaweza kutisha.
Kamwe usione dirisha kubwa kama kipande kimoja cha kioo. Badala yake, tumia mbinu ya kugawanya. Gawanya dirisha hilo kiakili katika sehemu ndogo, kila sehemu isizidi upana wa miki yako. Hii inafanya kazi iwe rahisi. Anza na sehemu ya juu kushoto ya mchoro wako wa kiakili. Kamilisha hatua zote 5: kupuliza dawa, kufuta, kutumia squeegee, kutoa maelezo ya kingo na kukagua kabla ya kuhamia sehemu inayofuata upande wa kulia. Mara tu safu ya juu inapokamilika, hamia safu ya kati na hatimaye safu ya chini. Mpangilio huu unahakikisha dawa yako haikauki kabla hujaifikia na squeegee. Inafanya kazi iwe yenye utaratibu na rahisi kusimamiwa. Katika eneo la guba, jua ndilo adui wako mkubwa. Lazima usisafi dirisha wakati jua la moja kwa moja linapopiga. Joto kali la kioo husababisha dawa ya kusafishia kuyeyuka ndani ya sekunde chache. Hii inaacha michirizi nyeupe ya kemikali na madini inayoshikamana na kioo. Michirizi hii ni migumu sana kuondolewa. Kila wakati fanya kazi kwenye kivuli, ama asubuhi na mapema au alasiri wakati jua limepungua makali. Mpangilio wa muda ni kila kitu. Kwa sehemu za juu kabisa za madirisha haya, tumia mpini mrefu wa kitaalamu kwa ajili ya squeegee yako. Hii inakuwezesha kufanya misukumo ile ile ya juu hadi chini kwa usalama ukiwa chini. Kamwe usipande juu ya viti au samani zisizo thabiti ili kufikia dirisha. Ikiwa ngazi inahitajika, hakikisha ni imara na kuna mtu anakusaidia. Usalama wako ni muhimu zaidi kuliko dirisha lolote. Toa taarifa kwa mwajiri ikiwa huwezi kufikia sehemu fulani kwa usalama. Kazi ya kitaalamu ya dirisha inajumuisha kusafisha tracks au mifereji yake. Katika nchi za GIST, mchanga wa jangwani na vumbi hukusanyika katika mifereji hii kila siku. Ikiwa itapuuzwa, mchanga huu huharibu utendaji na mfumo wa dirisha. Tumia brashi ndogo yenye manyoya magumu ili kulegeza mchanga, kisha tumia vacuum au kitambaa chenye unyevu kuutoa. Mfereji safi unahakikisha milango mizito ya kioo inateleza kwa urahisi na bila kelele. Maelezo madogo huleta tofauti kubwa. Vioo vya bafuni, shower screens, ndivyo vioo vigumu zaidi kutunza. Vinapigwa kila siku na maji ya moto, mafuta ya mwili na maji ya bomba yenye madini mengi. Katika eneo hili, maji mara nyingi yana madini mengi yanayoacha madoa meupe ya chokaa kwenye kioo haraka sana. Ili kuzuia mrundikano mkubwa, vioo hivi lazima visafishwe kila siku baada ya matumizi ya mwisho ya siku. Hii itakuokoa muda mwingi wa kazi baadaye. Wakati madoa ya maji magumu yanapotokea, dawa ya kawaida ya kioo itashindwa kufanya kazi. Suluhisho la kitaalamu ni siki nyeupe isiyochanganywa na maji. Ni asidi asilia na laini inayoyeyusha madini. Loweka kitambaa na siki na ukibonyeze kwenye sehemu yenye madoa kwa angalau dakika 2. Kwa uchafu mgumu, unaweza kutumia sponji isiyokwaruza. Madini hayo yatayeyuka na kioo kitabaki kikiwa safi kabisa mara baada ya kusafishwa kwa maji. Hata hivyo, lazima uwe mwangalifu sana. Wakati siki ni muujiza kwa kioo, ni sumu kwa mawe ya asili na marumaru. Asidi hiyo itakula uso wa sakafu ya marumaru mara moja, ikiacha alama ya kudumu iliyofifia. Kamwe usiruhusu siki idondoke au itiririke kwenye nyuso za mawe. Linda sakafu kwa taulo na weka siki kwenye kioo pekee. Ikiwa bafuni ina kuta za mawe, kuwa mwangalifu zaidi na linda kila sehemu. Usalama kwanza kila wakati. Kusafisha meza za kioo na rafu kunahitaji mabadiliko katika fikra. Kwa sababu nyuso hizi ziko kimlalo, kutumia squeegee kunaweza kuleta fujo na kumwaga maji sakafuni. Badala yake, tunategemea mbinu ya kung'arisha kwa vitambaa viwili. Tumia kitambaa chako cha kijani chenye unyevu kwa ajili ya kufuta kwa mzunguko kwanza ili kuondoa vumbi na alama za vidole. Hakikisha unasafisha kingo na hata upande wa chini wa kioo ambapo mikono hukaa mara nyingi. Hii ndiyo ishara ya mtaalamu aliyekamilika. Kwa umaliziaji wa mwisho, badili na utumie kitambaa cha kijani kikavu kabisa. Tumia misukumo mirefu na iliyonyooka inayopishana ili kung'arisha kioo hadi king'ae kama kioo cha kujitazamia. Kidokezo cha kitaalamu: kabla ya kuanza, ondoa kila kitu kilicho juu ya meza.
Kamwe usisafishe pembeni mwa chombo cha maua au rimoti. Inua kila kitu, safisha uso mzima, kausha kabisa na kisha urudishe kila kitu mahali pake sahihi. Hii umakini kwa maelezo madogo ndiyo waajiri wanadhamini zaidi. Alama za gundi kutoka kwenye vibandiko stickers zinaweza kuwa kero. Kamwe usitumie kisu au kitu chenye ncha kali ya chuma, kwani utakwaruza kioo moja kwa moja. Badala yake, tumia mbinu ya kuyeyusha kwa mafuta. Weka tone dogo la mafuta ya kupikia au mafuta ya mtoto baby oil kwenye mabaki ya gundi. Iache kwa dakika moja ili iingie ndani. Mafuta yanavunja nguvu ya gundi hiyo, ikiruhusu mabaki kufutika kwa urahisi na kitambaa laini. Kisha safisha kwa dawa yako ya kawaida ili kuondoa mafuta hayo. Inafanya kazi kila wakati. Kwa rangi iliyokauka, unaweza kuhitaji mpasuo wa kitaalamu wa dirisha, window scraper. Chombo hiki kinatumia wembe mkali sana na lazima kitumiwe kwa uangalifu mkubwa. Shikilia wembe kwa pembe ya takriban digrii 10 karibu bapa kabisa dhidi ya kioo. Isukume mbele kwa upole ili kunyoa rangi hiyo. Kamwe usivute wembe nyuma na kamwe usiutumie kwa pembe mwinuko. Tumia mpasuo huu kwenye kioo cha kawaida pekee, itaharibu vioo vyenye rangi au vilivyopakwa dawa maalum. Kama huna uhakika, uliza kwanza. Mtaalamu wa kweli pia ni bwana wa mpangilio wa muda. Katika wiki yako ya kwanza kwenye vila mpya, tengeneza ramani ya jua. Tambua madirisha yanayokabili mashariki na kupata jua la asubuhi, haya yanapaswa kusafishwa alasiri. Madirisha yanayokabili magharibi yanapaswa kusafishwa asubuhi. Kwa kufanya kazi kila wakati kwenye kivuli, unazuia dawa kuyeyuka haraka na kuhakikisha matokeo yako ni safi kabisa. Kiwango hiki cha upangaji wa kimkakati ndicho kinakufanya uwe meneja bora wa nyumbani. Beestriving. Sasa umeweza kufuasana na sanaa ya utunzaji wa kioo na mstari wa kioo. Kumbuka nguzo 3 kuu: tumia zana sahihi, fuata mbinu ya hatua 5 na fanya ukaguzi wa pembe ya mwanga kila wakati. Unapoingia kwenye chumba na vioo vimekuwa kama fedha na madirisha kama hewa, umefanikiwa. Jivunie kazi yako, kwani hiyo ndiyo saini yako kwenye nyumba hiyo. Unabadilisha nafasi na kuboresha ubora wa maisha kwa familia. Hongera sana kwa kufika hapa. Kazi nzuri kwa kukamilisha moduli hii nzito. Katika somo letu lijalo, moduli ya 9, tunahamia kwenye ujuzi mwingine muhimu: kufua, kupiga pasi na kukunja nguo. Kila kitu unachohitaji ili kushughulikia vitambaa laini na kusimamia mavazi ya familia kwa uangalifu wa kitaalamu. Nitakuona katika moduli ijayo. Tembelea tovuti yetu ili kupitia orodha zako za uhakiki. Endelea kujitahidi kwa ubora. Tutaonana hivi karibuni.